Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena katika kipindi ukipendacho sana, kipindi cha Sauti za Hayawani. Leo katika kipindi cha Sauti za Hayawani, na kwa msimu huu wote, tutabaki tukiangazia maisha ya viumbe wanaopatikana katika ukanda mmojawapo wa dunia. Ni ukanda gani huo? Ni katika eneo la bara la Asia, hasa kwa upande kwa kusini, kaskazini na kusini magharibi mwa bara la Asia, lakini vile vile likichukua hadi upande wa India kwa upande wa kaskazini, na upande wa nchi ambazo tunaziita Baltic State kutoka kwenye ukanda wa bara la Ulaya kwa kaskazini mashariki mwa bara la Ulaya. Leo utashiriki nami tunapokwenda kuangazia maisha ya kiumbe mwingine ajulikanaye kwa jina la Red Panda. Red Panda kwa lugha ya Kiswahili unaweza kumuita panda mwekundu. Wakati fulani tulikuja hapa na kuzungumzia kiumbe anayeitwa panda. Huyu alikuwa ni giant panda. Ni tofauti kidogo na panda huyu tunayekwenda kumzungumzia. Yule alikuwa ni mkubwa kimaumbile, lakini wakiwa na rangi tofauti kabisa. Huyu Red Panda, yeye kwa jina la kisayansi anaitwa Ailaras flagens. Ailaras flagens. Ni kwa jinsi gani na ni kwa vipi ilikuwa mpaka kupata majina hayo kwa kiumbe huyu? Ungana nami utazidi kubarikiwa. Red Panda ni kiumbe anayepatikana katika maeneo ya mashariki mwa milima ya Himalaya, lakini vile vile kusini magharibi mwa nchi ya China. Unaweza ukamuita lesser panda. Hilo ni jina jingine. Ni kiumbe ambaye amepata kuwa na majina haya kutokana na mambo mbalimbali. Kama ilivyo kawaida yangu, ninapokuwa kwenye kipindi hiki, huwa kwanza ninaanza na uchambuzi wa jina la mnyama husika. Tunasema etymology and naming, sayansi ya utambuzi wa majina. Hakuna uhalisia wowote wa jina panda kwamba lilitokana na nini, lakini katika nchi ya Nepal kulikuwa na neno ambalo ndio lilikuwa likitumika katika kuwaita viumbe hawa katika wakati wa awali, likisema ponya. Ni kwa jinsi gani ponya haikuweza kuwa imeelezwa kwa kina, lakini ni kutoka katika nchi ya Nepal, na hapo baadaye sasa ndipo akajulikana kama panda. Lakini katika swala zima la taxonomy, sayansi ya utambuzi wa majina ya kisayansia kulingana na aina ya viumbe, hasa katika kuwatoa katika makundi tofauti tofauti, hii sasa imemweleza huyu Red Panda. Jina la Red Panda lilitokana na uwepo wa rangi yake ambayo inamuonyesha kuwa na rangi kama vile za maji zilizopakwa mahali katika mvuto wa pekee sana, ndipo zikampatia jina Red Panda, ambao hili lilitolewa na Thomas Handwick. Thomas Handwick ndio alimpatia jina hilo. Lakini ukiachana na hilo, jina la kisayansia la mnyama huyu, Thomas Handwick alilitoa jina hilo mwaka 1820, na hivyo baada ya hapo miaka 5 baadaye, Frederick Cuvier yeye aliweza kumpatia mnyama huyu jina la kisayansi ambao ndio Ailaras flagens, ambayo hili jina liliweza kutokana na uhalisia wa uwepo wa mabaki ya viumbe huyu katika maeneo ya milima, safu za milima ya Himalaya kwenye mapango huko, ambayo walipoyafikisha na kuyaweka katika mfumo wa kimaabara, ndio liliweza kumleta katika kundi hili la wanyama ambao ni Ailaras na flagens, ambao ndio kwa ujumla wake ikampatia kuwa jina lake la kisayansi. Sasa kama ilivyo kawaida yangu, ninapokwisha kumwelezea kiumbe katika mtazamo huo, basi moja kwa moja tunakwenda kumchambua katika madarasa na madaraja ya viumbe hai, yani classification. Kiumbe huyu anatoka katika domain ambayo ni Eukaryota, na phylum yake ni Chordata, anatoka katika kingdom Animalia, na klasi yake ni Mammalia, toka katika order ambayo ni Carnivora, na family yake ni Auralidae, ambayo hii ndio inaleta genus ijulikanayo kama Ailaras ambayo iligunduliwa na Frederick Cuvier 1825. Na hapo ndipo nimejaribu kumweleza kiumbe huyu katika uhalisia wa madaraja na madarasa ya viumbe hayo. Sasa kama ilivyo kawaida katika kipindi cha Sauti za Hayawani, lengo langu ni wewe kuisikia sauti ya kila hayawani. Mungu alipoviumba viumbe vinamsifu na kutukuza ukuu wake kwa kazi kubwa aliyofanya kuwaleta katika dunia. Je, umeshawahi kuisikia sauti ya panda, Red Panda? Hebu ungana nami ubarikiwe kwa kusikia sauti hiyo kwa siku ya leo.
Naam, hivyo ndivyo ambavyo Red Panda anatoa sauti yake, na mara sauti hiyo ikiwa na mvuto wa pekee kabisa. Huyu ni mnyama ambaye maumbile yake yanakuwa ya kupendeza sana, hasa unapomtazama, kwa sababu katika eneo la kichwa chake amepambwa kuwepo kwa rangi nyeupe, ambayo katika paji lake kuna mchanganyiko wa rangi ya kahawia, lakini kwenye macho yake kuelekea chini kwenye maeneo ya mashavu kumepambwa na rangi ya udhurungi ambayo ndio imetawala katika mwili, lakini mkia wake ukionekana kuwa umepambwa kwa pete zenye rangi ya kahawia iliyochanganyikana na nyekundu na weusi katika eneo fulani. Miguu yake inakuwa ni rangi inayokwenda kuwa udhurungi iliyokolea sana, inayopeleka kuwa ni rangi nyeusi. Ndivyo ambavyo unaweza ukamwangalia mnyama huyo, na anavutia hata kumtazama. Ukubwa wa kichwa chake ni sawasawa na sentimeta 51 hadi 63. Hizi ni sawasawa na inchi 20.1 hadi 25 ambazo ni ukubwa wa kichwa, lakini urefu wa mkia wake unaonekana kuwa ni sawasawa na sentimeta 28 hadi sentimeta 48.5. Hizi ni sawasawa na inchi 11 kwa inchi 19.1. Huu ni urefu wa mkia. Amepewa uzito unaowaweka katika makundi tofauti. Wapo wanaonekana kuwa na maumbile madogo zaidi, lakini wengine wanaonekana kuwa na maumbile makubwa kiasi. Uzito wao unaanzia kuanzia kilo 3.2 hadi kilo 15, ambazo hizi sawasawa na LB 7.1 hadi LB 33.1. Huo ni uzito wa mnyama huyu. Ni mnyama ambaye ana muonekano wa pekee sana. Basi kama nilivyokwisha kukwambia, wanyama hawa wamepewa mambo mbalimbali ambayo mimi na wewe leo tutakwenda kujifunza, mimi pamoja na wewe. Moja wapo ni kwamba mnyama huyu kupitia rangi zake zinamwakilisha vyema Mungu, kwa sababu ya uwezo wake wa kujitafutia mazingira ya kuishi yatakayoweza kuwa yakimlinda na maadui zake kulingana na rangi alizopewa. Yaani rangi zake zinatumika katika maisha yake kama camouflage, jinsi ya kumkinga asiweze kudhurika na viumbe wengine. Na hii ni kutokana na nini? Nimekwisha kukwambia mazingira ambayo mnyama huyu anapatikana ni maeneo ambayo kunakuwa na safu za miinuko ya milima, ambayo milima hii ni milima ambayo ina miti mingi, ambapo tunasema ni rainforest, ni misitu yenye mvua kubwa, hasa katika safu za milima ya Himalaya, lakini safu za milima ya Tibet, lakini kuelekea hadi kwenye miinuko ya milima ya Everest. Na kwa upande mwingine, hasa kwa upande wa kusini magharibi katika eneo la bara la Asia, ambako kunakuwa ni mpaka unaoitenganisha nchi ya India lakini na Pakistan na Afghanistan. Huku ni sehemu ambapo kunakuwa na milima mingi ambayo inakuwa ni milima ya mawe. Katika mazingira haya ndio kiumbe huyu hufanya maisha. Eneo hilo lote hadi kuelekea China na Mongolia ni maeneo ambayo kiumbe huyu hufanya maisha. Katika maeneo haya kiumbe huyu anajificha katika vichaka vinavyopatikana katika misitu ya mvua, lakini vile vile katika vichaka vinavyopatikana katika miinuko ya miamba, ambapo anapokuwa amekaa katika mazingira hayo inakuwa sio rahisi yeye kudhurika. Ni kiumbe ambaye amepewa uwezo katika mambo mbalimbali kama ambavyo nimekwisha kukueleza hapo awali. Kwa kawaida wanatofautiana uzito hasa kulingana na dume na jike. Wapo ambao nimekwambia wanaanzia 3.2 hadi 9.4, wengine kufika 15, lakini wapo ambao wanaanzia kilo 15 kwa kukua kwa moja, na hawa ni wale madume. Mara nyingi ana uwezo wa kutoka kuwa na uzito wa aina hiyo kuanzia 4 hadi 15, mara nyingine wakiwa 13. Huu ni uzito wao kwa kawaida. Hawa ni viumbe ambao ni arboreal. Ninaposema viumbe ambao ni arboreal, ni wale viumbe ambao wanaishi juu ya miti. Muda mwingi hupenda kukaa juu ya miti. Na ni unapoangalia katika oda ya kiumbe huyu unakuta kwamba ni kiumbe ambaye amewekwa katika jamii ya wanyama ambao ni carnivora, wanaokula nyama tu. Lakini si kweli kwamba huyu ni mnyama anayekula nyama tu. Anakula nyama katika kiwango fulani. Bado ni insectivore, anakula wadudu katika kiwango fulani. Lakini vile vile mnyama huyu chakula chake kikubwa ambacho kinatambulika ni ulaji wa miti jamii ya mitete, yani bamboo.
ni mimea ambayo anaila kwa wingi kuliko kitu kingine chochote, na ndiyo sababu sehemu anazokaa mara nyingi ni sehemu ambazo tunaiziita ni marshes area. Kwenye misitu ambayo ni rainforest kuna kuwepo na vijito visivyokauka, uwepo wa maji, na hii ni kutokana na kwamba kunakuwa hakuna uwepo, tunasema ni high evaporation, hakuna kuondolewa kwa maji kutoka kwenye ardhi kwa kiwango kikubwa, kulingana na uwepo wa uoto wa asili unaozuia ardhi kuunguzwa sana na mionzi ya jua. Mbali na hivyo, ni kiumbe ambaye ana mambo mengi sana ambayo leo mimi na wewe nataka tujifunze. Nimekwisha kukueleza katika mfumo wa kijiografia maeneo yanayopatikana kiumbe huyu. Katika nchi hizo ni kama nchi ya Nepal anapatikana, lakini Sikkim, maeneo ya magharibi mwa Bengal anapatikana, na Arunachal ambako ni Pradesh huko India anapatikana, Batan ambako ni Southern Tibet, ni kusini mwa Tibet, na kaskazini mwa Myanmar kote huko anapatikana. Katika nchi ya China anapatikana katika jimbo la Sichuan pamoja na Yunnan, ambako maeneo haya yote ni maeneo kiumbe huyu anapopatikana. Na ili yeye aishi katika mazingira, anachukua eneo la mraba ambazo ni sawa na kilomita 47,100. Hili ni eneo ambalo yeye anajitafutia chakula kwa siku, na anapokuwa katika maeneo hayo akijitafutia chakula, anategemea kiwango cha joto kinachoanzia sentigredi 18 hadi 24. Utaona kulingana na mazingira hayo, nimekwisha kukwambia ni maeneo ambayo ni ya rainforest, na kadri unavyopanda katika kuelekea ukanda wa kaskazini mwa bara la Asia, unakuwa ukikifuata kizio cha kaskazini mwa dunia. Katika maeneo haya kunakuwa na uwepo wa baridi kali inayoweza kufikia kiwango cha kutengeneza barafu, kama unavyofahamu nchi ya Russia, lakini nchi ya Mongolia, lakini pia katika upande wa nchi ambazo ni Baltic state, hasa katika zile ambazo zilikuwa upande wa kaskazini, ni maeneo yanayotengenezea barafu katika mtiririko huo. Hapo kwa mtazamo huo yanamsababisha kiumbe huyu kuwa na mazingira ya kuishi ambayo ni tofauti kidogo. Jambo la kwanza, huyu ni kiumbe ambaye ni nocturnal, ni kiumbe ambaye anajitafutia chakula nyakati za usiku, lakini vile vile ni crepuscular, ni wale viumbe wanaojitafutia chakula nyakati za jioni pia. Na anapokwenda kulala, analala katika muda mchache sana wakati wa usiku. Analala katika muda mchache sana wakati wa usiku, hasa ni mida inapokuwa imesonga sana kwa kuelekea alfajiri, ila muda wa mchana wote anautumia kula vyakula. Kwa nyakati za usiku, huyu kiumbe anakuwa ni hunter, ambayo yeye sio active predator, kwamba hawindi katika kwa kuvamia, lakini anakuwa na mitego, hasa akisubiri wanyama wadogo wadogo. Ni katika kundi la jamii la rodent kama vile panya, lakini na wengine wadogo wadogo kama wibari na nini, ndio wa viumbe anaoweza akawa anakula. Lakini vile vile ana uwezo wa kula baadhi ya viumbe ambao vinakuwa katika jamii ya reptilians. Pia ana uwezo wa kuala. Katika hali hiyo inamsababisha nyakati za usiku ndio anakuwa akitafuta vyakula ambavyo ni katika mfumo wa wanyama, lakini nyakati za mchana muda mwingi anapenda kula hii mimea aina ya bamboo. Ndivyo ambavyo tunampata kiumbe huyu kwa uhalisia wake wa mazingira hayo. Huyu ni kiumbe ambaye ni solitary na ni territorial. Ni kiumbe ambaye yeye anajitengenezea mazingira yake, na mara nyingi huwa akiishi mmoja mmoja. Ni mara chache utawakuta dume na jike, na hii ni hasa ni msimu wa joto. Na wanapokuwa katika msimu la joto la kujamiana au la uzazi tuseme, ndipo wasaa ambapo utawakuta wako pamoja. Zaidi ya hapo, dume anakuwa akiishi mwenyewe na jike akiishi mwenyewe, na mmoja anapokuwepo anaweka alama katika eneo lake ambalo ni la makazi yake kupitia mkojo wake. Kwa anapotembea, anatembea na kojoa, kama vile unavyomwona mbwa anatembea na kojoa, na kitendo hicho kinamsababisha anapokuwepo mwingine anashindwa kuja kuingia na kukaa katika mazingira hayo. Kama nilivyokuambia kwamba ni kiumbe ambaye ni herbivora kwa kula mimea kama bamboo, lakini vile vile anakula matunda pia. Anakula matunda, anakula mizoga, anakula mayai, ndege na wanyama hawa wadogo wadogo kama nilivyokwisha kukwambia. Kiumbe huyu amepewa siku za kuishi duniani miaka 23 kwa uhalisia, lakini
amepewa muda wa kukaa na uzazi tumboni kwa siku 131. Mtoto wake anaanza kukomaa kutoka mwaka wa kwanza, atakapofika miaka 4 anakuwa katika age tunasema ni maturity, kwamba naye amekomaa, na ni mkali sana katika kulinda watoto wake, hasa anapokuwa amezaliwa katika umri wa mwezi mmoja. Jike huweza kuzaa watoto 1 hadi 4. Ni mara chache imerekodiwa kuweza kuwa na watoto zaidi ya hapo. Kuna mambo mengi ambayo huenda hujayajua, na leo nataka uyajue kupitia kiumbe huyu Red Panda. Kiumbe huyu amepewa viganja ambavyo ni 5-toed ungulate, yani ni mkono wenye vidole 5, ambao huu umekaa katika uwezo wa kumsaidia kuwa na kucha zakazoweza kumsaidia kuyakata mabambuu matete na kuweza kuyala. Ni matete aina gani anakula? Ni yale matete machanga. Mimi nikajaribu kujiuliza, inakuwaje kiumbe ambaye ana uwezo wa kula nyama na ana uwezo wa kula vile vile mimea jamii ya bambuu, na anatumia mfumo gani? Ni kiumbe ambaye mfumo wake wa umeng'enyaji wa chakula unategemea uwepo wa enzymes, na hii ni kutokana na jinsi ya mfumo wa mmeng'enyo unavyotaka. Ni kwamba anapokuwa anakula mimea kama bambuu, yenyewe haimtengenezei hali ngumu ya mmeng'enyo kutokana na kula yale ambayo ni machanga au mateke. Lakini vile vile anapokuwa anakula hii wanyama katika aina zake anazoweza kula, kuna kuwepo na kumwagwa kwa enzymes inayomsaidia yeye kufanya mmeng'enyo katika tumbo lake. Huu ni mfumo wake, na kama nilivyokwisha kukwambia, katika milima ya safu za Himalaya, hawa ndimo wanamoishi. Ni sehemu ambazo wanajia uhakika wa vyakula, kwa sababu ni kati ya misitu ambao ina wanyama wadogo wengi zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote. Mnyama huyu amerekodiwa kuwa na zaidi ya sauti 7 ambazo yeye huzitumia katika maisha yake. Sauti hizi zinatofautiana ikiwa ni kulingana na nyakati. Kwa mfano, sauti anayoitoa nyakati za mchana ni tofauti na sauti anayoitoa nyakati za usiku, na hii ni kutokana tu na jinsi ya kuweza kujikinga na maadui zake, maadui kutoweza kumtambua. Lakini vile vile inapokuwa ni msimu tunasema breeding season, msimu wa joto, jike anakuwa na sauti inayomwakilisha dume umbali aliko kuweza kutambua na kumtafuta, na hiyo ni sauti nyingine wanaokuwa nayo. Lakini jike anapokuwa na watoto pia amepewa kuwa na sauti ambazo zinakuwa ni tofauti. Sauti ya malezi kwa watoto, hasa katika kuwafundisha, sauti malezi kwa watoto kwa kuwaita, lakini pia ana uwezo wa kutoa ishara kwamba kuna adui amekwisha kutokea. Ni kiumbe ambaye amepewa uwezo wa pekee, kwa sababu licha tu ya kwamba ni kiumbe anayeweza kupanda juu ya mti, lakini ni kiumbe pia anayeweza kuogelea. Katika sehemu nilizokwisha kukwambia, maeneo ambayo ni rainforest, kiumbe huyu anapenda kuingia pia katika maji, akijitafutia jamii ya viumbe kama amphibians na leptirias, ambao hawa utakuta ni katika makundi ya baadhi ya samaki, lakini uwepo wa vyura na viumbe wengine ambao ni wa majini kama chakula. Licha ya hivyo, kunapokuwa na maadui ambao huenda wamemvamia katika mti, basi yeye hukimbia na kukimbilia sehemu zenye maji ambazo anajua ni ngumu kuweza kukutana na adui. Ni maadui gani ambao wanaweza wakawa ni hatari kwa kiumbe huyu? Maadui wakubwa ni uwepo wa chui, lakini vile vile panther tunasema katika aina yake, simba, dubu, lakini vile vile nyoka aina ya python, ambao nyoka hawa python wapo katika makundi mawili. Wapo ambao wao hutembea chini, lakini wapo nyoka ambao tunasema ni arboreal, nyoka ambao nao wana uwezo wa kupanda juu ya miti. Uwepo wa nyoka hawa unawaathiri sana viumbe hawa kutokana na nini? Na hali ya kuweza kuwavamia wakiwa katika nyakati za usingizi. Anapokuwa amelala, analala kabisa, kwa sababu ni masaa machache katika masaa 24 yeye huyatumia kulala. Ni masaa 3 hadi 4 tu, lakini masaa mengine yote anakuwa active kwa kujitafutia chakula. Nyakati za mchana akijitafutia chakula katika mfumo wa hebo, mimea, na nyakati za usiku akijitafutia chakula katika mfumo wa wanyama. Hiyo ndio mfumo wa maisha ambayo kiumbe huyu amewekewa. Ni mambo ya ajabu ambayo huenda hukuweza kuyafahamu. Jike na anapokuwa na hali ya kumhitaji dume, kunakuwa na mabadiliko ya kimaumbile ambayo yanamsababisha
kumtambulisha pia kupitia harufu inayokuwa ikimtoka, lakini mabadiliko ya jinsi anavyoweza kuweka mkia wake. Mkia wake unakuwa umesimama kwa juu na unakuwa ukitikisika muda wote. Hali hiyo inamwashiria mahali popote dume watakapokwisha kukutana naye kugundua kwamba huyu yuko katika wakati wa breeding season na wakakutana. Ni mambo ambayo mengi unaweza ukajifunza kupitia uhalisia wa maisha ya kiumbe huyu red panda, kiumbe anayemtambulisha Mungu kwa namna ya pekee sana. Mbali na hivyo, ni kiumbe amepewa maisha ya ajabu sana. Huenda mimi na wewe leo tungeweza kujifunza vitu fulani hapa. Ni kiumbe ambaye amepewa uwezo katika kufanya mazingira ya utafutaji katika eneo kubwa ambalo huenda akishafanya hali ya kukojoa katika eneo hilo zaidi ya kilomita 1047, yeye ana uwezo wa kuwa na kumbukumbu katika eneo lake. Haijalishi atakuwa amechukua muda mrefu kiasi gani bila kuwepo katika eneo hilo. Ni nini kinachoweza kumuathiri katika mazingira ya kulihama eneo alilokuwa anaishi? Jambo la kwanza ni kuongezeka kwa idadi ya wanadamu katika eneo hilo. Ni viumbe wanaopenda kukaa katika misitu mikubwa ambao wasiweze kuchangamana na viumbe wengine. Lakini vile vile swala zima la uharibifu wa misitu. Kwa mfano kuchomwa moto katika misitu au vile vile kukatwa kwa miti katika misitu. Hii inaweza ikamuondoa kwa haraka katika eneo hilo. Lakini pia amepewa hali ya kutoweza kukaa mazingira ambayo yanakuwa hayana maji ya kutosha. Hivyo anapokuta mazingira yanakuwa na hali ya ukame, kiumbe huyu anaondoka. Na ni viumbe ambao wapo katika mtazamo wa kupotea katika uwepo katika dunia. Idadi yao inazidi kupungua kuliko kuongezeka. Na hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu hawaishi kama jamii moja, wanaishi mmoja mmoja. Kwa hiyo hata wale wataalamu wanaokuwa katika kuzunguka na kuhitaji kuwachukua idadi yao, inawawia vigumu kupata idadi kamili ya ongezeko lao kulingana na uhalisia wa maisha yao. Ingawa amepewa muda mrefu wa kimaisha ambao ni zaidi ya miaka 23 akiwa katika msitu, lakini anapoweza kufugika anaweza akaongeza muda zaidi wa kuishi. Ni kiumbe mwerevu mwenye macho angavu ambayo yana uwezo wa kuona katika umbali mkubwa usiopungua kilomita 70. Yeye akaweza kutambua kitu, na ndio maana hupenda kukaa katika maeneo ya juu, aidha kwenye mti au kwenye mwamba, na akiangalia eneo lote la chini kwa kutokea mbali. Ni kiumbe ambaye amepewa mambo mengi sana. Huenda kama tunabaki katika kipindi hiki tukiangazia tusifike mwisho, tukieleza kila jambo tusifike mwisho. Mungu ni wa ajabu katika uumbaji. Alipoviumba hivi viumbe, aliviumba kwa kuvitamka, lakini vimekuwa na mambo mengi na makubwa ambayo yanatushangaza kwa uwezo ambao Mungu ameweka ndani yake. Mimi na wewe tunapokaa katika kutafakari maisha ya viumbe kupitia kipindi hiki, lengo langu si tu kuweza kuona ni jinsi gani tuna uwezo wa kuwachambua viumbe katika jinsi ambavyo Mungu amewaumba, aidha kuwaona ni kwa jinsi gani wameonekana kuwa ni bora zaidi. La hasha. Katika kipindi hiki cha Sauti za Hayawani, lengo kuu tunakuja kuutazama ukuu wa Mungu. Mungu alipoiumba dunia na kuweka kila kitu alichokiweka katika dunia, ni jambo ambalo hata tulitafakari katika maisha yetu siku zote na kulielezea kwa namna gani hatutofika mwisho. Kama ambavyo tumeona wanyama katika nchi tofauti, sasa tunakwenda kuangalia wanyama wengine katika eneo jingine ambao pia wana maisha tofauti. Haya yote yanautangaza ukuu wa Mungu, lakini jambo lililo kuu, yanauonyesha upendo wa Mungu wa pekee katika maisha yetu, ambapo pamoja Mungu aliviumba viumbe vyote, siku ya 6 alimuumba mwanadamu, na alipomuumba mwanadamu alimpa uwezo wa kuvitawala viumbe vyote vile alivyoviumba. Unaweza ukatafakari ni upendo mkuu kiasi gani ambao Mungu ameweka katika maisha yetu, kwamba tuweze kutawala viumbe vyake vyote alivyokwisha kuviumba. Viumbe vinamwakilisha Mungu kwa namna ya pekee. Hata sisi tunapaswa kumwakilisha Mungu kwa namna ya pekee. Ninapofika mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo, ni hatua kwa wewe kuweza kubarikiwa na kipindi kingine kwa juma lijalo. Kama nilivyokwisha kukueleza hapo awali, katika msimu huu tutasalia tukiangazia wanyama katika ukanda huu wa bara la Asia pamoja na bara la Ulaya kwa upande wa kaskazini mashariki mwa bara hilo. Basi endelea kuambatana nami
Utabarikiwa kwa vipindi hivi kwa msimu huu, ukijifunza maisha ya viumbe wengi kutoka katika dunia hii. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Negele Peter Negele. Barikiwa.